Bwana Yesu, wafuasi wako walishawishiwa sana kuacha kukuamini baada ya tukio la Ijumaa Kuu, lakini uliwasaidia kwa kuwatokea ukiwa mzima baada ya kufa kwako. Utupe sisi neema ya kuamini ufufuko huo, Bwana. Utuondolee hofu, wasiwasi na mashaka yote katika maisha yetu ya kukufuata wewe, Bwana. Kwa neno lako tuimarishe katika udhaifu wa imani yetu, Bwana. Kwa Ekaristi Takatifu utuimarishe katika mahangaiko ya kujitafutia riziki zetu za kila siku, Bwana. Utuongoze tukufuate, tukiamini katika njia ya mashaka ya hapa duniani, ili kujaliwa kushirikishwa utukufu wa mbinguni, Bwana. Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako, ujalie haya tunayoomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili vitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitwaa mkate na kushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya Mwanawe yaletayo wokovu, pamoja na kufufuka kwa ajabu na kukaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambayo ulitaka kutumizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunatoa Mungu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka kamilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Bonaventura msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiria hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 4 na askofu wetu mkuu Yuda Tadei Ruwa'ichi, askofu msaidizi wetu mcha Mungu, pamoja na maaskofu wote wa Klero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jehani iliyoingia hapa mbele yako, ni Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanyika wako wanao wote waliogawanyika kote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, hasa tunaowakumbuka katika adhimisho hili takatifu la misa, na wote waliolala dunia ambao wanakupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushirikishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake
Oh,
Priscilla. Misa ya pili ni Mtakatifu Veronika pamoja na Mtakatifu Teresia wa Avila. Misa ya tatu ni Mtakatifu Josephine Makita na misa ya nne ni Mtakatifu Perpetua. Jumuiya zote hizi wafike Jumamosi saa 9 alasiri kwa ajili ya sala. Matoleo Dominika iliyopita, jumla ya matoleo yote, matoleo ya kwanza kanisa zote shilingi milioni 5,400,300. Tunawashukuru sana wote ambao walitoa na Mwenyezi Mungu awabariki. Matoleo ya sadaka ya pili, sadaka ya shukrani, yote yalienda jimboni kwa ajili ya mchango wa Biblia. Matoleo ya shukrani kwa Mungu wa wiki hii kama ifuatavyo: Jumuiya Mtakatifu Bernadeta wa Rudi walikuwa na misa soma Biblia yao walikuwa shilingi 1,000 kwa ajili ya timu na fariji. Watoto wa familia ya Dawson Maga wanashukuru Mungu kwa maisha ya baba yao walikuwa shilingi 70. Kristo mmoja anashukuru Mungu kwa watoto wake kumaliza shahada yake ya sheria na kupata mchumba walikuwa shilingi 30. Anastasia Urasa anashukuru Mungu kwa mema na baraka nyingi anazojalia anapoadhimisha kumbukizi siku yake ya kuzaliwa alikuwa shilingi 67. Joseph Grave anashukuru Mungu kwa mtoto wake Rosemary kumaliza kufundishwa kwa Mungu kwa salama alikuwa shilingi 100,000. Bariki anashukuru Mungu kwa mema na baraka alizomtendea yeye na familia yake, wazazi wake na ndugu zake alikuwa shilingi 10,000. Harriet Nelson Moyo anashukuru Yesu wa Ekaristi kwa kumwepusha na upasuaji na kupona salama alikuwa shilingi 50,000. Familia ya Kristo mmoja anashukuru Mungu kwa kuendelea kubariki katika biashara zao, familia pamoja na watoto wao alikuwa shilingi 500,000. Kristo mmoja anashukuru Mungu kwa kutimiza miaka yake ya kuzaliwa alikuwa shilingi 30,000. Wazazi wanashukuru Mungu kwa kuwajalia mtoto wao Catherine na Jacob kupata imara walikuwa shilingi 10,000. Familia hiyo Msira wanashukuru Mungu kwa kumaliza novena ya kumwombea Justus Joy katika majaribio ya masomo yake ya ubani ambayo yalifundishwa tarehe 27 mwezi huu walikuwa shilingi 100,000. Familia hiyo Nyariro inashukuru Mungu kwa baraka anazojalia katika shughuli zao za kila siku walikuwa shilingi 50,000. Kristo mmoja anashukuru Mungu kwa kufanya kazi na kustaafu salama alikuwa shilingi 200,000. Jumla tunapatikana shilingi milioni 1,317,017. Tunashukuru sana wote ambao walitoa na Mwenyezi Mungu awabariki. Misa za somo la jumuiya tarehe 25 mwezi wa 9 Jumamosi kama ifuatavyo: Jumuiya Mtakatifu Josephine watakuwa na misa saa 10 jioni. Jumuiya Mtakatifu Fidelis watakuwa na misa saa 10 jioni. Jumuiya Mtakatifu Anselmo watakuwa na misa saa 1 asubuhi. Jumuiya Mtakatifu Marko Injili saa 1 asubuhi na Jumuiya Mtakatifu Methodi saa 1 asubuhi. Tutakuwa na semina za kijumuiya kuanzia Jumamosi ya kwanza ya mwezi ujao, yaani mwezi wa 5, ambapo semina hizo zitaanza tarehe 3 mwezi wa 5 siku ya Jumamosi. Kwa Jumamosi ya kwanza ya mwezi wa 5 tutaanza zile semina za kijumuiya. Ni semina ambazo zitakuwa zinafuatana kila wiki kwa kipindi ambazo tutawatangazia, na basi mwezi ujao Jumamosi ya kwanza ya mwezi tutakuwa na mkutano wa jumuiya, badala yake mkutano wa kanisa badala yake tutakutana kwenye jumuiya ili kila jumuiya waweze kupata semina. Kwa tunaomba sana jipange vizuri, usikose kutumia hizo semina. Tutatoa orodha ya walimu pamoja na namba za simu ambao watakuja kwenye kila jumuiya ili viongozi wa jumuiya wafanye mawasiliano mapema na hawa walimu ili watakapokuja basi waje moja kwa moja kwenye jumuiya badala ya kuja tena hapa parokiani. Tumsifu Yesu Kristo. Dominika ijayo baada ya misa ya pili tutakuwa na mkutano wa halmashauri ya walei parokia. Mkutano huo ni mkutano muhimu sana. Baada ya uchaguzi ni mkutano ambao unafuata kwa ajili ya kupitisha mambo mbalimbali kwa ajili ya parokia yetu kwa mwaka huu na kufikirisha miaka mitatu ijayo. Kwa hiyo tunaomba sana wale viongozi watano wa kila kanda pamoja na wenyeviti wa vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya parokia na viongozi watano wa kilabu chetu. Hawa ndio wajumbe wa mkutano huu wa halmashauri ya walei parokia. Kwa hiyo tunaomba tujipange vizuri Dominika ijayo baada ya misa ya pili tusikose kuhudhuria mkutano huo muhimu. Matangazo ya ndoa mara ya kwanza: Erasmus Kaikasewaya kutoka parokia ya Kitengule Iringa na Yosefa Wilson Kilave kutoka parokia ya Kilolo Iringa wanatarajia kufunga ndoa tarehe 30 mwezi wa 5. Matangazo kwa mara ya pili: Anderson Jonathan Swai pamoja na Regina Alex Alexander watafunga ndoa tarehe 2 mwezi wa 5. Mara ya tatu:
Mrigwa baada ya kuadhimishia misa hii. Naomba tukaribishe kwa Baba, tunashukuru sana. Tunasema karibu tena Kinyerezi. Kama mnakumbuka tulikuwa naye pale hapo Msinyore. Kabla ya mwaka jana mwezi wa 2 nafikiri. Alikuwa anafanya kuingia semina mbalimbali hapa Kinyerezi. Ili alikuwa ni sana mkubwa sana kwa sisi wa Kinyerezi. Tunashukuru sana. Na tunampongeza basi kwa kuja kwa Msinyore. Tunampongeza katika majukumu yake. Baba, tunashukuru sana. Kweli amekuwa ni kama mpendo mkubwa kwetu sisi. Tulikuwa tukiwasiliana binafsi na karibu mtu ambaye kwa kweli alikuwa ni mpendo mkubwa sana. Baba, asante sana. Basi nikaribishe paroko msaidizi wa Derevika Mdina basi aweze kusemea vizuri kuanzia nini ambacho tunafuata. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Imani yetu. Haleluya. Amefufuka. Neno la shukrani kwa Baba Msinyo Batus kwa niaba ya Baba Paroko na wachungaji na waumini wote wa parokia hii ya Mtakatifu Bonaventure Kinyerezi. Ninakushukuru kwa manitoro yako kwa kutuimarisha zaidi kiimani. Daima maamini wanajumuia pamoja na Wakristo wote walichota neema kutoka kwako. Sisi kama wanaparokia tunakupongeza kwa kupewa zawadi na kanisa cheo cha Monsinyo. Nafikiri tukija hapa kwa neno la shukrani, kuombe kwa ufupi tuelezee maana ya Monsinyo ni nini kwa kanisa. Kama waumini, baba huyo alikuwa nasi miaka mingi, na sasa wakati mwingine hapatikani, amepewa majukumu mengine. Mara nyingi utakuta na kwenda kwenye kutoa kipaimara kwenye parokia mbalimbali. Kama kanisa tunaona kwamba leo amepatikana, tumshike mkono, tumtunze baba yetu kwa yale ambayo ameyatenda katika familia hii. Niwaombe Wakristo kwa ukarimu wenu ya Baba Paroko muweze kumshika mkono na kumtakia baraka. Baba Monsinyo, karibu. Kita bersama
Niwashukuru kwa zawadi, kwa ukarimu wenu, kwa habari. Karibu Baba, salimeni. Asante sana wapendwa ndugu zangu waamini parokia hii ya Mtakatifu Bonaventura Kinyerezi. Kwa kweli nimeonja upendo wenu, nimeonja jinsi ambavyo mnathamini na kuthamini kazi ya Mungu. Nianze kwa neno asanteni sana. Kama nilivyoelezea kidogo, parokia hizi kuanzia Segerea, Kinyerezi na hata nyingine zilizozaliwa tangu mwanzo nimeshiriki sana utume wao. Kwanza kwa vile wamisionari wa Conventuali walifikia kule jimbo la Same Mwanga, tukaanza kazi nao kwa Babu Dominiki Pita na brada mwingine anaitwa Joseph, walikuwa wa kwanza, na ndivyo kuja mwaka 2001 Segerea seminari, basi wakawa wamenialika kila mara kwa Segerea, Kinyerezi na hata maendelezo mengine yaliyokuwepo. Mimi nawashukuru sana, na kwa vile muda umeenda sana, nitamalizia kwa hayo, maana sisi walimu tuko sensitive na muda, najua mambo ya kusaidia kupata wanashukuru, ila baraka kwa aliyoipata kama niwaambia, misa ya kwanza kanisa hili liliwekwa wakfu wakati wa korona, lakini nilibahatika kuwepo na nilikuwa mmojawapo aliyepewa nafasi ya kuweka mafuta ya krisma kwenye nguzo ya kwamba niliweka nakumbuka ni ile ya kwanza pale kwenye kinara. Kwa hiyo nilikuwa heshima kubwa sana. Nashukuru, maana nilikuwa Kinyerezi na nisikia niko nyumbani kabisa kabisa. Asanteni sana kwa ukarimu wenu. Sasa tunamalizia kwa baraka.
Bwana awe nanyi.